wale watu walinda mwananchi kesho. Wengi wako na wasiwasi kidogo, wanasema sijui Machakos za kuwezi kuwa kuzuri, kunaweza kuwa na fujo. Nataka niwaambie hivi. Machakos ni Ukambani. Na huko ndio nyumbani. Na Machakos kutakuwa na amani kabisa. Hawa mbunge walinda mwananchi Ukambani tuko na wao, akina Joshua Kimilu mbunge wa Kaiti, mtakuwa na yeye huko. Pale Machakos kuna Wavina Teti governor himself, hata yeye ni wa one term. Ukienda Machakos uende ukiwa free, hakuna fujo, hakuna chochote kinaweza tokea kule. Kule ndio kwetu na sisi tunakuanga watu wa amani, hata nyinyi mnajua. Hakunanga fujo, hakuna siku unasikia Mkaba amerusha mawe amevunja duka zake. Kwa hivyo ukienda Machakos uende ukiwa na amani, uende ufanye mambo yako, usherehekee huko na linda mwananchi. Na sisi tunasema watu wa linda mwananchi mambo ni one term. Haraka nitaongea hii mambo pia la hii Ebola hii. Imagine ndio mmoja tuko na president mwingine fani. Imagine Amerika yenyewe inasema wale wa Amerika wako DRC Kongo wako na Ebola, wasirudi kule kwao, hawataki. Wakae huku Kenya, watafutiwe mahali hapa Kenya, wanaweza kaa watibiwe huku Kenya. Na ndio tuko na president wa Madilu, president mwenye anaanza na kuuza mayai. Imagine president akasema nayo hii pesa siwezi ondokea. Ruto hawezi ondokea pesa. Mimi nawaambia live, huu ni businessman. Mkumbali ama mkatata wakenda mutembea kama mko uchi. Hiyo itajengwa pale. Live itajengwa, mkubali ama mkataa. Mimi nataka niwaambie live, Ruto ni businessman. Leo hii tunaongea hivi, unauliza watu wa Ruto amefanya nini, wengine wanakuambia amejenga affordable housing. Affordable housing, saa hii kuna mwalimu mahali yeye anasema kura yake hawezi pea Ruto. Yeye alipata tu pesa zake akachukua kaloni akajenga pale Rwai, anaishi kwake na anakatwa pesa. Huyo mtu mnasikia ako na uchungu kiasi gani? Anakatwa pesa kwa mshahara na hiyo pesa yeye mwenyewe hataki nyumba. Wewe ni mtu mnasikia ako fair kweli Kenya hii? Ruto hakuna kitu umefanyia hao Wakenya. Na hata nikwambie Ruto, mimi sitakuficha. Hii ni mbunge la mwananchi ya Karanda. Unasema unatusiwa. Ruto kutusi? Hapana. Tutaongea the fact. Wewe jamani, ile alimisquote tu mistalk. Utamsamehea, lakini sisi tutakukosoa live. Hatutakutokaje. Wewe ni one time. Alafu juzi ilikuwa pale pande ya Eldoret, nasikia watu wa Eldoret huko pande ya Talubo huko wananiambia ati Ruto must go. Mimi nawauliza huko ndio kwenye mnasema Ruto must come. Amfai mkisema Ruto must go. Sisi huku tunasema Ruto must go, na nyinyi mnasema Ruto must go. Mnataka aende wapi akitoka huko? Atafika kwenye na mumfukuze. Sisi tunataka tuseme, nyinyi mnasema Ruto must come. Watu wa Eldoret, watu wa huko wasilingishe huko. Lift Valley yote. Nyinyi mfai kusema Ruto must go. Sisi Wakamba, Wajaluo, Wakikuyu sisi ndio tunafaa tuseme Ruto must go. Nyinyi mnafaa mseme Ruto must come. Kwa hivyo nimewakosoa leo hii. Mwanzo kujina msema Ruto must go. Nyinyi mnafaa mkisimama hata kama mtaki mnasema Ruto must come home. Huko ndio kwenu huko. Akuja huko. Huyu ni jamaa hana huruma. Na tena ile kitu kingine inanishangaza. Kwani huyu jamaa anataka pesa kiasi gani? Kwa sababu kweli kuna mahali inafikanga watu wanasema we have what we call saturation point. Unatosheka na pesa. Huyu mwanaume 2007 2008 Raila alimpea kazi ya agriculture. Nyinyi mnajua wale walikuwa Kenya wale wajanja. Raila mwenyewe akamsimamisha kazi juu ya kuiba mahindi. Kila mtu anajua. Na hapo mimi mwenyewe ndio nilianza kuchukia huyu mwanaume. Na nikakaa nikimtazama tu. Huyu mwanaume ni mtu wa madili, huyu ni businessman. Wakati kama mnasema ati huyu jamaa atakuja kusaidia hii Kenya ati muende Singapore. Wallahi hiyo Singapore mnasema ndio hii mnajenga corona ya airborne disease pale Laikipia. Na mtakufa, acha nikwambie live hiyo si mambo na corona. Ikishika Mkenya mmoja, wallahi Kenya tutajua. Sisi wenyewe hata hatujui kujichunga. Sisi wenyewe ni wachafu. Hata vitu tunakula kwa soko. Mzungu akienda kununua sukuma pale anaoka mikono, akileta kwa nyumba tena hizo sukuma, sisi ni watu hao, ni watu wasafi. Kama na sisi je? Unapata mtu alishinda kutoka asubuhi ameshinda kusalimia watu na bado anakula. Tutakufa. Yaani waambie tu live. Kwa hivyo Ruto tutakwambia live. Tunajua wewe ni kitu ngumu usikiange, lakini tunakwambia live. Hii sikia hii Ruto. Tunakujua wewe utamboangi. Lakini hii sikia hii. Hii Ruto hii tusikie kusema ukweli. Usilete hao wazungu ndio wako. In fact, American continent it has over 54 countries. And those 54 countries we can have somewhere isolated place to colonize their own peoples. Si hapa Kenya. In fact hata wakipeleka Brazil sijui wapi wangekolonize huko kwao, hata Mexico. Si ndio? Lakini hapa Kenya. Kwa hivyo si wanatuangani kama sisi ni watu mange. Kwa hivyo tuko na jamaa wa Madilu nikojua mimi atakubali. Na Musalia Mudavadi wewe na wewe ulishiba tu na ukatulia tu. Ulishiba tu wa DVD ulishiba na ukatulia tu. Ukasema wala kasonge. Pesa sio kila kitu, angalia wananchi bwana. Mimi leo hii nikisimama hapa kama Mkamba, mimi naweza sema hata Kalonzo wetu wako sawa. Huyu jamaa amevumilia sana. Kutoka 2013 hajawahi kuwa kwa serikali na amekaa na baba mpaka baba ametuacha. Penda kwanza mwananchi. James Orengo, penda mwananchi kwanza. Hii pesa unataka ikuwe mingi iende wapi? Kusema ukweli na utakufa uziko. In fact 4/6 haitabuangi pesa. 4/6 ukiziko unakuwa mchanga live. Itabu ulikuwa tajiri kama Mbiwoti ya wako, akina Moi ya wako. Na watu wengine wakubwa walienda. Angalia wananchi kwanza, hao ndio wanaweza kukupea baraka. Si waue Ruto. Angalia hii kitu kama hiyo bwana, hao wananchi wako wako na juzi nakwambia nilikuwa Eldoret. Watu wengi wako na shida sana. Hata wao wanasema ni one time.
Jiona huyu jamaa anachukiwa kusema ukweli. Kumbe unaweza chukua na dunia hivyo. Huyu jamaa ana nyota kusema ukweli, huyu jamaa anachukiwa. Ndio na president hata mwenye alikuwa mbaya, lakini alichukiwa hata Uhuru. Hakuna lakini huyu ako too much. Usije kutuzi hapa bunge la mwananchi Jakaranda. Tutakuwa tunakukosoa live, day and light. Kwa hivyo mimi nataka nikuseme Mr. Speaker nikimalizia hii mambo ya huko corona huko hiyo isimamishwe, hiyo tumekataa hiyo. Ukirudi hii mambo ingine ya Kalonzo na nini, hiyo wacha nimalizie dakika moja. Kalonzo nitakuimbia siri moja. 207 wewe mwenyewe ulichukua wambunge wako ukapea Kibaki akakuwa majority kwa parliament. Na Kibaki wakati Kibaki alichukua ulimpea wambunge akakuwa ukapewa vice president. Waikuyu wakakwambia Kalonzo hii ni yako hii. 2013 wakati ilifika 2013 ulienda aje Kalonzo? Ukikaa na Mkikuyu Kalonzo ukae ukijua, ukae ukiona mbele sana. Hao ni watu watakugeuka. Kama Raila tu alikambeinia Kibaki akiwa kwa Lulu Chia kama amepata accident pale Machako. Raila akamkambeinia kabisa akakuwa president. Imagine ndio ujue Mkikuyu ajue shukurani. Imagine 207 wakamuibia live mpaka baba akalia. Hao ndio unategemea Kalonzo wewe? Mkikuyu ananga shukurani. Hata Kalonzo wewe kana kazako ukiwa mjanja. Na mimi nakwambia la saa hii pesa tutakula. Kalonzo pesa tunajua wewe hauna ile pesa kama ile iko na Ruto. Ruto ako na pesa mpaka ameiba mpaka ya mafuta kila kitu. Lakini pesa tukiletewa sisi tutakula tunashiba, lakini kula nayo hata nikwambia yangu iko hapa kwa mfuko. Siwezi pea Ruto. Pesa tutakula wakituletea tukakula. Kwa hivyo Kalonzo kama mjanja hata unaweza chukua Sifuna. Juu wale majamaa watakuruka Kalonzo mara ya mwisho mpaka usagae. Mkikuyu hakuna ndilo mtaunda ifaulu hata huyu Ruto. Walisema 10-10. Saa hii wanamkataa. Mkikuyu ananga deal ile mnazapika na Mkikuyu vizuri na ifaulu. Nimwendee Waruma Dikiti. Hata asipokupeleka kesho utaenda wewe peke yako na utachukua Waru na utapita uuze. Lakini si ndio mambo na siasa. Kwa hivyo Kalonzo kaa kuwa mjanja na mimi niko sure wananchi wanakupenda. Wajaluo wanasema jana akina Sifuna wako Machakos. Kwani wewe na wewe unakaa tu? Si hata wewe utembee Eldoret, utembee kila mahali pote. Hakuna mtu hata huko Nyanza wanakutaka. Hata Western piga maraundi watu watakupenda. Thank you very much. Data Mike huku wewe.